mara mambo yakabadilika. Wejiwe moja na Komeo wakapata ibuka washindi katika vita na Wafilisti. Goliathi jitungua akawatisha wana wa Mungu kila asubuhi kuwauzia boya. Mwana wa Yese alipofika mara mambo yakabadilika. Wejiwe moja na Komeo wakapata ibuka washindi. Tunang'ang'ania ya dunia, tunasahau kwamba ufalme wa Mungu uko. Jinsi walivyopigana Wafilisti wakasahau mkono wa Bwana. Bwana akajidhihirisha kwake jina lake Daudi. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Tunang'ang'ania ya dunia, tunasahau kwamba ufalme wa Mungu uko. Jinsi walivyopigana Wafilisti wakasahau mkono wa Bwana. Bwana akajidhihirisha kwake jina lake Daudi. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Ufalme wa Mungu umeandaliwa kwa wote wamchao Bwana. Mema mengi yameandaliwa juu mbinguni kwa watakaourithi. Macho hayajayaona wala sikio kusikia, mema Bwana ametuandalia kule juu mbinguni. Mema Bwana ametuandalia kule juu mbinguni. Ufalme wa Mungu umeandaliwa kwa wote wamchao Bwana. Mema mengi yameandaliwa juu mbinguni kwa watakaourithi. Macho hayajayaona wala sikio kusikia, mema Bwana ametuandalia kule juu mbinguni. Mema Bwana ametuandalia kule juu mbinguni. Tunang'ang'ania ya dunia, tunasahau kwamba ufalme wa Mungu upo. Jinsi walivyopigana Wafilisti wakasahau mkono wa Bwana. Bwana akajidhihirisha kwake jina lake Daudi. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Tunang'ang'ania ya dunia, tunasahau kwamba ufalme wa Mungu upo. Jinsi walivyopigana Wafilisti wakasahau mkono wa Bwana. Bwana akajidhihirisha kwake jina lake Daudi. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Tunang'ang'ania ya dunia, tunasahau kwamba ufalme wa Mungu upo. Jinsi walivyopigana Wafilisti wakasahau mkono wa Bwana. Bwana akajidhihirisha kwake jina lake Daudi. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Tunang'ang'ania ya dunia, tunasahau kwamba ufalme wa Mungu upo. Jinsi walivyopigana Wafilisti wakasahau mkono wa Bwana. Bwana akajidhihirisha kwake jina lake Daudi. Muite Yesu leo na yote
yatakuwa shwari. Muite Yesu leo na yote yatakuwa shwari. Nasimama kwenye njia panda, napaza sauti nikiita, ondokeni enyi watu wangu, Yesu awasubiri. Makao mazuri Kanaani kwa wale waliomchagua. Asubuhi imekaribia, ni Mwokozi amenena. Asubuhi imekaribia, ni Mwokozi amenena. Karamu imeandaliwa, je, nawe utawepo? Tutaingia jiji lile, ni ahadi yake Bwana. Karamu imeandaliwa, je, nawe utawepo? Tutaingia jiji lile, ni ahadi yake Bwana. Angaza macho ukayaone yanayotendeka duniani, yaonesha kwamba ni hakika Yesu yu mlangoni. Linda imani yako rafiki, taji ya ushindi tutavikwa. Asubuhi imekaribia, ni Mwokozi amenena. Asubuhi imekaribia, ni Mwokozi amenena. Karamu
imeandaliwa. Je, nawe utawepo? Tutaingia jiji lile, ni ahadi yake Bwana. Karamu imeandaliwa. Je, nawe utawepo? Tutaingia jiji lile, ni ahadi yake Bwana. Karamu imeandaliwa. Je, nawe utawepo? Tutaingia jiji lile, ni ahadi yake Bwana. Karamu imeandaliwa. Je, nawe utawepo? Tutaingia jiji lile, ni ahadi yake Bwana. Mtazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia hugeuka, uso wake usoni mwake mzuri, mambo ya dunia hugeuka, uso wake tukiuona. Tusimame. Msifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia msifuni Baba, Mwana naye Roho. Baba yetu mwema na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, Mungu mkuu mwema na mwenye haki, Mungu wa milele na Mungu mwenye mamlaka, mchana huu wa leo tena tumekuja mbele zako. Wema wako na mbawa zako zimetufunika. Katikati ya usiku wa kutokuweza kwetu umetufunika, na hata leo tena umetupendelea sisi kuwepo mahali hapa. Asante na jina lako litukuzwe. Tumekuja katika nyumba hii kukuabudu. Tumekuja katika mikutano ya makambi kukushukuru. Tumekuja si kwamba kila kitu kiko vizuri maishani mwetu. Tumekuja wengine wameacha wagonjwa. Tumekuja wengine wao waliokuja ndio wagonjwa wenyewe. Tumekuja nyumbani wakati mwingine kumekosekana amani. Yuko mwingine yuko hapa hata ada ya chuo kikuu juu atakapoipata. Lakini tuliposikia ya kwamba wewe uko katika nyumba hii, ndipo tulipoungana na Daudi kusema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Baba. Mchana huu leo tena katika ibada hii, njoo mwenyewe na useme na mkutano huu, na mwisho wa ibada ya leo moyo wa kila mtu kaseme hakika hilo ndilo neno la Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, amen.
Tunaambiaje wageni wetu? Tuambie amen nzuri. Asante wageni wetu, Mungu wetu aweze kutubariki. Kwa wakati huu ni masaa mema tena ambayo Mungu amepanga kunena nasi. Kwa njia ya kipekee nataka niweze kukaribisha kila mmoja wetu katika huduma kuu, huduma ya divine service. Kabla sija kuja hapa mbele kuleta wahudumu wa sasa hivi, naomba kwa niaba yetu sisi sote Elder Ocho tusalimie. All the time. Bye. Thank you Elder, asante. Bila kupoteza muda, naomba mniruhusu nitambue wale ambao tuko nao hapa mbele ili kwamba huduma uweze kuendelea. Pande wangu wa kulia tuko na deaconess wetu, our sister Beatrice. Say hi. Mliopendwa na Kristo, Maranatha. Asante. Nami naitwa Elder Paul Ojijo. Hamjambo. Hamjambo tena. Nimeruka mgeni wetu, saa yake itakapofika nitaweza kumleta. Mungu wetu aweze kutubariki. Let us turn to our Bibles. Biblia zetu tuweze kufungua kitabu cha Mathayo. The book of Matthew, chapter 24 verse 14. Mathayo 24 mstari wa 14. Tuko hapo? The Bible records, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." I repeat, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come." May the Lord bless the reading. Hamjambo. Naomba tusimame na wimbo 160, 160. Korista, naomba tuongoze. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu zasonga, washeni taa tayari kwa kurudi kwake Bwana. Yuaja mfalme, yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzini. Piga mbiu, tangazeni habari za ukombozi, ya mponya wa upendo, nayo nguvu ya samaha. Yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzini. Falme nyingi zaangushwa panda ya sabahulia, tangaza neema yake kabla ya kupita saa. Yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzini. Mataifa yapote
nchi zajaa uchungu, Kristo anaharakisha, unabii unatimia. Yote Yesu mfalme yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzini, karibu Yesu uje. Wenye dhambi njoni sasa, Kristo awapatanishe, twaeni neema, kitambo muda waisha. Yote Yesu mfalme yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzini, karibu Yesu uje. Asante. Ni masaa ya pekee ya maombi. Kama unayo hoja, ambia Yesu kimoyomoyo, nami nitaongoza nikiwa hapa mbele. Tuweze kutulia, tuinamishe vichwa vyetu, tufunge macho na tuombe. Baba na Mungu wetu unayetupenda siku zote, masaa haya tena Yesu tunakuja kwako. Wewe ni rafiki aliye karibu sana. Wewe ni ngome yetu. Wewe ni msaada na kimbilio letu Baba. Hatuna mahali pengine pa kwenda pasipo kwako. Ndiyo maana Yesu, watu hao wote Baba wamekuja kutafuta uso wako. Wengi wamelemewa na mizigo katika maisha yao. Hakuna yule ambaye ana uwezo wa kuwabebea. Ndiyo maana Baba wamekimbia ili kwamba waweze kutafuta uso wako, maana wewe unaweza. Baba, tunavyokuja kwako, tunafahamu kwamba sisi ni wakosaji. Hatustahili Baba mbele za uso wako. Lakini Yesu, neema yako inatosha kutufanya tuweze kufaa kuitwa watoto wako mara nyingine. Ndiyo maana Baba tunaomba utupokee na utusamehe makosa yetu. Mungu wetu, miongoni mwetu watoto wako wanalia ndani ya mioyo yao. Wanao machungu mengi. Wengine Baba wanatoa machozi mengi katika maisha yao. Baba, kwa ajili ya upendo wako, tazama machozi hayo naweze kuyapanguza na uwape amani ya moyoni. Kuna wengine Baba wana shida za magonjwa hapa na pale, wamekimbilia kwako. Wewe ndiye daktari tena tabibu mkuu. Naomba Baba, nyoosha mkono wako wa kuume, mkono wenye nguvu katika mili yao, waweze kuponywa na nguvu zako. Baba, wengine hapa wanasumbuliwa na mapepo, hawana amani nyumbani popote. Lakini Yesu, nguvu zako, shetani na malaika zake wanatii na wanaiogopa, na wanapokosea jina lako Yesu wanatoroka. Naomba Baba ya kwamba watoto wako ambao wanasumbuliwa usiku na mchana na mapepo waweze kuwekwa huru ndani yako, ili kwamba waweze kuwa huru kweli kweli. Baba unayetupenda, kuna watoto wako wengi pia hawajui watakula nini leo hii. Baba, wewe unamiliki vyote, zile zinazoonekana na zile zisizoonekana. Naomba Yesu wapee chakula chao cha kila siku. Kuna watoto wako pia Yesu wanahitaji la kiroho. Baba, mahitaji haya unaelewa. Wanapokulilia Mungu, ingilia kati, wapate kusuluhishwa shida zao kupitia kwa nguvu zako. Baba, wakati huu ni wakati wako wa kuenda na sisi. Tunaomba Yesu kwa njia ya kipekee, tumia mtumishi wako Pastor Tungaraza
atakaposimama, yeye asionekane, lakini Mungu weze kuonekana na kusikika, ila hatima ya ibada hii tuweze kusikia kwamba tumekuona na tumekusikia ukizungumza nasi. Bariki watoto wako Baba wote waliokuja kutafuta uso wako, na katika makambi haya Yesu uwe mtangulizi wetu na mwisho wetu. Lakini zaidi ya yote naomba Baba tusikose makambi ya mbingu. Ndiyo ombi letu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo mkombozi wetu. Ni wakati mwingine mwema wa zaka na sadaka, na ningeomba tupate ombi. Tutulie tupate ombi. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu na Baba yetu ishiye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tumekuja tena mbele zako masaa haya tukiwa na wingi wa shukrani. Ulikuwa pamoja nasi kuanzia asubuhi hadi masaa haya. Tuseme nini Baba ila kukuambia ni asante. Dakika hizi tunanyenyekea mbele zako Baba. Tumekuja kukuabudu na vile ambavyo ulivyotubariki navyo. Tunaomba Baba ukavipokee na ukavibariki. Wale ambao hatuna Baba, katukumbuke ili wakati ujao nasi pia tukaweze kubarikiwa pamoja na wao waliotoa hapo awali. Kuwa nasi tunapoendelea, na ni kupitia kwa Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Nimearifiwa hakuna mashemanzi. Naomba tunatoa katika ili sanduku liko hapa mbele. Mavuno ni meupe shambani, nani yatakaye wajibika? Twende, tusiwe wavivu, kazi isubiri, watoto wake wote warudi zizini. Tusiwe wavivu, kazi isubiri, watoto wake wote warudi zizini. Mavuno ni meupe shambani, nani yatakaye wajibika? Twende, tusiwe wavivu, kazi isubiri, watoto wake wote warudi zizini. Tusiwe wavivu, kazi isubiri, watoto wake wote warudi zizini. Nyanya tufanye kazi, maana shambani yamegoma. Bwana ahitaji waje kazi shambani, wawakusanye wote warudi zizini. Nyanya tufanye kazi, maana shambani yamegoma. Bwana ahitaji waje kazi shambani, wawakusanye wote warudi zizini. Halo. Ni kwamba ni wakati wa sadaka. Sadaka zetu tuweze kuleta hapa mbele kwa hizi boxes. Tithes and offering hapa na hapa. Kuna hii hapa na hii ingine.
Katika subiri kila mmoja atakayewajibika kwa kazi ya Bwana. Tusione nguvu na tuhimizane, kwa pamoja tumalize kazi tulopewa. Tusione nguvu na tuhimizane, kwa pamoja tumalize kazi tulopewa. Katika subiri kila mmoja atakayewajibika kwa kazi ya Bwana. Tutiane nguvu na tuhimizane, kwa pamoja tumalize kazi tulopewa. Tutiane nguvu na tuhimizane, kwa pamoja tumalize kazi tulopewa. Nyanya tufanye kazi shambani, yamekoma. Bwana hahitaji wajakazi shambani, wakusanye wote warudi zizini. Nyanya tufanye kazi shambani, yamekoma. Bwana hahitaji wajakazi shambani, wakusanye wote warudi zizini. Nyanyukeni tufanye kazi yake Bwana, shambani yamekoma. Bwana ahitaji wajakazi shambani, wawakusanye wote warudi zizini. Nyanyukeni tufanye kazi yake Bwana, shambani yamekoma. Bwana ahitaji wajakazi shambani, wawakusanye wote warudi zizini. Nyanyukeni tufanye Bwana hahitaji wajakazi shambani, wawakusanye wote warudi zizini. Tusimame. Mali yako sasa, twende. Mali yako sasa, Bwana tutatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Jambo tena, nakaribisha wahubiri wa kwanza, karibuni.
yake akashuka chini kutukomboa. Alibeba makosa yetu tulowa dhambi, ili mimi mwenye dhambi niwekwe huru. Gharama ya makosa yetu alikwisha kulipa. Mbele Mungu ni pendo, apenda watu pendo la ajabu. Aliniacha enzi yake akashuka chini kutukomboa. Alibeba makosa yetu tulowa dhambi, ili mimi mwenye dhambi niwekwe huru. Gharama ya makosa yetu alikwisha kulipa. Mbele Mungu ni pendo, apenda watu pendo lake la ajabu. Enzi yake utukufu na heshima, mamlaka yote hivyo hakuona kuwa kitu, hata duniani kututafuta. Dhambi mauti alivishinda, hatuna tena la kuhofu. Rafiki, sikia sauti ya Mwokozi, kimbilia kwake upate ishi. Enzi yake utukufu na heshima, mamlaka yote hivyo hakuona kuwa kitu, hata duniani kututafuta. Dhambi mauti alivishinda, hatuna tena la kuhofu. Rafiki, sikia sauti ya Mwokozi, kimbilia kwake upate ishi. Dunia haikumtambua, wakamwona mtu wa kawaida. Hakujali miaka, bali alikubali kifo cha msalaba ili nawe tupone. Na wengi hawakuamini, hata walipoona wakasema, hakika huyu ni mwana wa Mungu, Mungu wa mbinguni. Dunia haikumtambua, wakamwona mtu wa kawaida. Hakujali miaka, bali alikubali kifo cha msalaba ili nawe tupone. Na wengi hawakuamini, hata walipoona wakasema, hakika huyu ni mwana wa Mungu, Mungu wa mbinguni. Enzi yake utukufu na heshima, mamlaka yote hivyo hakuona kuwa kitu, akaja duniani kututafuta. Dhambi mauti alivishinda, hatuna tena la kuhofu. Rafiki, sikia sauti ya Mwokozi, kimbilia kwake upate ishi. Enzi yake utukufu na heshima, mamlaka yote hivyo hakuona kuwa kitu, akaja duniani kututafuta. Dhambi mauti alivishinda, hatuna tena la kuhofu. Rafiki, sikia sauti ya Mwokozi, kimbilia kwake upate ishi. Enzi yake utukufu na heshima, mamlaka yote hivyo hakuona kuwa kitu, akaja duniani kututafuta. Dhambi mauti alivishinda, hatuna tena la kuhofu. Rafiki, sikia sauti ya Mwokozi, kimbilia kwake upate ishi. Enzi yake utukufu na heshima, mamlaka
yote hivyo hakuona kuwa kitu, akaja duniani kututafuta. Dhambi mauti alivishinda, hatuna tena la kuhofu. Rafiki, sikia sauti ya Mwokozi, kimbilia kwake upate ishi. Tunaambiaje wageni wetu? Asante wageni, tunashukuru. Naomba kabla sijaleta mgeni wetu, kuna mgeni wetu mmoja amefika na hakukuwa wakati ule mchungaji alikuwa na tuletea wageni wetu. Naomba dada Consolata, mahali huko usongee hapa karibu. Naomba utusalimie majina na kanisa, alafu utakuja ukae hapa. Kanisa la Makambi na wasalimu nyote. Happy Sabbath. Camp meeting 2025. Great news about the great controversy. Hamkukula breakfast. Kwa nguvu, camp meeting 2025. Great news about the great controversy. Naitwa Consolata Muindi kutoka kanisa la Juja Farm, liko katika conference ya CKC. Wangapi wanatamani kama mimi kuweza kubarikiwa katika makambi haya? Karibuni tubarikiwe pamoja. Asante dada, naomba tukae pamoja pande hii. Asante. Mgeni wetu huyu atakuwa ana handle our singles. Karibu sana. Kwa wakati huu naomba mniruhusu nikaribishe mnenaji wetu. Mimi nikawa wa kwanza kumkaribisha. Wangapi wananiunga mkono? Pastor, karibu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na siku zote. Kuna watu wana kiburi. Mnajua kiburi? Nyie wa Kenya nauliza, mnajua kiburi? Yani a pastor is standing here and greeting the mass, but someone is keeping quiet. Hiyo ni kiburi au sio kiburi? Sasa angalia jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na siku zote. Mmegundua wenye kiburi hawapo Tunamshukuru sana Mungu kwa kipindi hiki kizuri. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wahudumu wenzangu waliotangulia, Dr. Gideon na mchungaji na mwenyekiti wetu wa makanisa ya Waadventista wa Sabato wa kipindi kile, kwa huduma nzuri waliotupatia hapa. Nimebarikiwa sana na somo la uwakili, kujua wito wetu mkuu, but to know the true prophet ambaye aliahidiwa Yesu Kristo. Nilikuwa namsikiliza kwa makini, maana mimi ni stewardship director, so I was very attentive. Thank you so much for that disposition. Watu wa Githurai, ninafurahi kuwahudumia. Ninafurahi kuwahudumia. Asante kwa huku mnasema mapokezi. Mapokezi mazuri, kunijali. Kwa kweli nilijisikia kama mtoto wa mfalme. I came from my home driving privately kutokea nyumbani 300 kilometers away from Namanga. Nika drive, nikafika, nikamkuta. Mimi nimezoea kumuita Joe Matianyi. Nyewe mnamuita Mwokoro, Makoro, whatever. Sasa Joe nikamkuta ameshafika. Ni mtu mwenye tabasamu, ni mtu mcheshi, very busy, yuko kwenye simu muda wote.
A very good driver. We had a very safe drive from Namanga mpaka Nairobi. Na mimi ni mzaliwa wa Mwanza. I was born in Mwanza. Na Mwanza sifa yake ni moja, samaki anaitwa sato, tilapia. Hiyo ndio Mwanza. That is the emblem of our city. Tunazo two emblems. One is tilapia, second one is the Rock Mountains. Mwanza ni mji wa milima. Githurai imefika Mwanza mara nyingi kama kwaya, so you know the city very well. Kwa hiyo nilipofika jana nikala sato mkubwa, so nikajiona ni Mwanza ndani ya Nairobi. So I was so happy. Na leo asubuhi nikala muhuri wa Kenya. Muhuri wa Kenya ni managu. So asubuhi nikapata managu moja ya moto. Hata mnaona nimechangamka. Ni kweli ama si kweli? I'm very vibrant and happy. Alafu mimi ikifika saa ya kuhubiri ndio nachangamka. Saa ile nyingine huwa nazubaa, lakini when it comes the time to preach, ninasikia raha. Jamani, haleluya. Kwa hiyo mnidhibiti tu nisipitilize muda. Actually the time is enough. Nimeona umeallocate 1 and 15 minutes. Inatosha kabisa kwangu. 1 hour and 15 minutes inatosha. Sasa nitangaze. Let me declare my interest. Siku hizi nimeacha kuhubiri kabisa. I've stopped preaching. I've devoted much of my energy to teach. Nimeweka nguvu zangu nyingi sana kwenye kufundisha. Kwa sababu it is through teaching that the church is being edified. Ni kufundisha ndipo tunalikuza nini? Kanisa. Kuhubiri ni kwa ajili ya watu ambao hawajaamini. We preach to them. Kuhubiri ni kushawishi ili waje. Lakini ukishakuja humu hatukuhubiri, tukushawishi uende wapi? Hivi Elda, unaweza ukaoa mke ni mke wako yumo ndani afu ukamtongoza tena? Hapana. Sababu tayari ni nani sasa? Ni mke wako. Kazi yako ni kumwelekeza ili maisha ifanye namna gani? So, punga mkono kama tumeelewana vizuri. So, ukae kiwanafunzi, stay there kiwanafunzi, na make sure you do not sit with your friend. Kwa sababu there is a disadvantage of you sitting close to your friend. Kwa sababu ya umbea. Unajua ile umbea? Mnajua umbea? Rumor mongering. Mara aanze kukwambia ona mhubiri amevaa kiatu haijapigwa kiwi. So save yourself and sit somewhere ambapo hamna rafiki ili ufuatilie, kwa sababu we shall be connecting dots. Tutakuwa tunaunganisha dot and dot and dot. Tutakuwa tuna dig deeper into the text. Jamani, hallelujah. We shall be digging deeper into the text until the true meaning of the text comes to our understanding. Hiyo ndio itakuwa staili yetu sasa mpaka mwisho. Na leo tunashughulika na the key text of this year theme of the camp meeting, the good news of the great controversy. Maswali yamewahi kuulizwa katika Biblia mengi. Kitabu cha Zaburi ni kitabu cha maswali. Bwana, mpaka lini? Ni nani anayestahili kukaa katika mlima wako mtakatifu? Bwana, sheria yako ni ipi? Ni jambo gani jipya ulilonalo kwa ajili yetu? Bwana, mbona watakatifu wanateseka? The whole book of Psalms is the book of questions and answers. Ni kitabu cha maswali na majibu. Maswali yamewahi kuulizwa katika Biblia. Ukienda katika kitabu cha Ufunuo, ukisoma habari ya ule muhuri wa 5, the fifth seal, Biblia inasema na muhuri wa 5 ulipofunguliwa, roho za waliochinjwa chini ya madhabahu zikalia zikamuuliza Bwana, until when shall you revenge for our blood? Hata lini Bwana wewe utajilipizia juu ya damu yetu? Maswali yamewahi kuulizwa na majibu ya maswali yamewahi kutolewa, lakini Mathayo 24, Matthew 24 ndilo jibu refu mno liliwahi kujibiwa kwa swali lililoulizwa. Mathayo 24, it is about the two questions. Maswali yalikuwa ni mawili. Swali la kwanza Yesu aliloulizwa, Bwana, wayaona haya majengo? Yesu akasema ndio, nimeyaona, nimeliona hekalu lenu. Ninajua mnajisifia, ninajua hekalu ndio the supremacy of Israel, ndio umaarufu wa Israeli. Alafu akawaambia, lakini nawaambieni hakuna jiwe lolote litakalosalia juu ya jiwe, maana yote yataondolewa. Baada ya Yesu kusema hivyo, they were puzzled. Wakamuuliza swali, ni lini mambo hayo yatatokea? Swali la kwanza. La pili, dalili za mwisho za kuja kwako ni lini? Tuambie. Kwa hiyo maswali yalikuwa ni mawili na Yesu akaanza kuyajibu haya maswali, na Mathayo 24 yote ilikuwa ni jawabu la Yesu kwa maswali mangapi kanisa?
Jamani kanisa, kwa maswali mangapi? Mawili. Lakini kuna kitu nachotaka mkiobserve, something that I want you to observe. Katika haya maswali mawili ya pambano kuu, ni kipi ambacho Yesu alikisisitiza sana? Maana jibu lake lilianza kuongea habari ya dalili za kuja na ni lini hili hekalu litabomolewa. Akaongea katika ulimwengu wa kisiasa, in the political realm. Akamaliza akaongea katika economic realm. Akamaliza akaongea katika social realm. Aliongea habari za kisiasa, akaongea habari za vita na tetesi ya vita, akaongea habari za kiuchumi, njaa itatokea, akaongea habari za kijamii, and the love of many shall grow wax, na upendo wa wengi utafanya nini wapendwa? Utapoa. Anapomaliza kusema upendo wa wengi utapoa, akaanza kusisitiza jambo moja sana la muhimu, tuliangalie, maana alilisisitiza mara ngapi kanisa na wauliza mara ngapi? Tulifuatilie kwanza hilo 5 times. Matthew 24, text number 5. Mathayo 24 mstari ule wa 5 anasema, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, katika ulimwengu wa kidini, wakisema mimi ni Kristo, nao wanadanganya wengi. Hapana, nao watadanganya wengi. Nao watadanganya wangapi kanisa? Wengi. Hapa naomba uwe makini sana. Anasema nao watadanganya wengi. Hajasema kwamba watadanganya wachache, watadanganya wengi, na watawadanganya hao watu wengi kwenye ulimwengu wa Kristo, sio nje ya Kristo. Hivi mimi nikuulize swali, kama sijui habari za mpira, utanidanganya habari za mpira? Neno lililotumika hapa kudanganya, meaning to twist the truth, kuikwepesha nini wapendwa? Kweli. You twist it. It is the truth, but you put it in another way that may mislead a person. Hiyo ndio maana nao watadanganya wengi. Baadaye nitalizungumza hilo neno kwa kina zaidi. Hiyo ni fungu la kwanza, kudanganya, uongo. Fungu la 11 verse 11. Na manabii wengi wa uongo watatokea. Na kudanganya wengi. Na kufanya nini kanisa? Kudanganya wengi. Mimi nalihitaji kanisa. Watatokea, watafanya nini kanisa? Watadanganya wengi. Saizi tembea, sio tu Kenya, hata Tanzania. One house, one church. Ukipita nyumba ya kwanza ya pili, nini wapendwa? Kanisa. Ukimaliza nyumba tatu, nini tena wapendwa? Kanisa. Watadanganya wangapi tumesema? Wengi. Unaona Yesu anasisitiza kwamba katika pambano kuu, in the great controversy, agenda kubwa itakayokuwepo ni kuwafanya nini watu? Kuwadanganya. 23 na 24. 23 inasema, wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa, au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo, na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa, na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Hayumkini hata walio watu gani wapendwa? Wateule. Watatoa ishara na maajabu. Hayumkini that they may even deceive and lead astray the very elect of God. Yani hata wale walio wateule wadanganyike. Shika hapo kwanza. Elda, una mke wako ni mlemavu, mguu alipata ajali, mguu kapinda. Tumeomba hapa kanisani kwa Wasabato. Tumeomba, kaja askofu kaomba, mzee wa kanisa kaomba, kuna mwinjilisti waga akiomba Bwana anatenda, kaomba na kuomba, hamna kitu, hamna. Siku nyingine kaja mtume na nabii sehemu fulani kwenye viwanja vya Githurai hapo, kapiga injili, ukasema mke wangu twende tu, hamna shida, twende. Waleteni wagonjwa, ukampeleka, akaombewa na mguu kapona. Na wewe ni Mwadventista, very elect of God. Na sisi tumemwombea, na mimi nimeomba hajapona.
unaniaminia Tungaraza ni jembe, ni a preacher, mighty preacher, lakini nimeomba hajapona. Mwinjilisti kaomba hajapona. Mwenyekiti wa field na conference kaomba hajapona. Kaja wa union hapa hajapona. Lakini umeenda pale kwenye vile viwanja kajamaa kamesema fire, akapona. Imani imetikisika haijatikisika? Kanisa mnijibu, imani imetikisika haijatikisika? Na ndio anakuambia watatenda miujiza na maajabu na ishara. Haiyumkini hata wawang'oe wateule, maana mteule uwezi ukamng'oa kwa maneno. Mteule ni lazima umng'oe kwa ishara na miujiza na maajabu ili atikisike. The foundation of his faith may be shaken. Yani ile msingi utikiswe kabisa. Ndio anasema atatenda ishara na maajabu ili awadanganye hata haiyumkini walio wateule. Lakini huku Kenya kuna msemo na upenda, mliuanzishaga, unaitwa hatupangwingwi. Mnaujua? Na wauliza mnaujua? Mshike jirani yako mkono mwambie sipangwingwi. Haleluya. Hata washushe moto kutoka wapi? Mbinguni. Hatudanganyiki, maana tumejengwa juu ya mwamba, na huo mwamba si mwingine bali ni Yesu Kristo mwenyewe. Halafu now ndipo sasa tunarudi at the middle of the answer, katikati ya majibu ya Yesu. Ndipo sasa tunasoma fungu la 14. Katikati ya hayo madanganyo, Yesu anasema katikati ya hayo madanganyo there is good news. Kuna habari njema. Soma kamanda. Tena habari njema ya ufalme. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Itahubiriwa katika ulimwengu wote. Kuwa ushuhuda. Kuwa ushuhuda. Kwa mataifa yote. Kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Utakapokuja. Sasa twende darasani. Now we are digging deeper. Madam, tuko sawa? Tuna dig deeper into the text. Anasema tena. Neno tena in Greek it is disjunctive preposition. Kiswahili sijui niwekeje. Ni kiunganishi itimisho. Yaani nimeanza hivi, nilienda Githurai, nilipofika Githurai nikawakuta watu wa Githurai ni wachangamfu, wanaimba na hivi na hivi, ni watu wazuri, chakula chao ni kizuri, wakija kanisani wamependeza, sadaka wanatoa, kinanda wanapiga, ni wasikivu, kila mshiriki ana karatasi na kalamu. Alafu mwishoni nasema therefore, disjunctive preposition. Ninahitimisha maneno yangu, ninasema kwa sababu hiyo sasa watu wa Githurai walielewa nilichohubiri. Kwa hiyo hili neno hapa therefore linachukua yale yaliyoelezwa alafu ninayahitimisha. Na hapa utagundua baada ya kueleza habari ya madanganyo kwamba watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo watakuja, watasema hiki, na mitume wa uongo wataleta ishara na miujiza, watadanganya watu. Lakini anasema therefore the good news of the kingdom. Ngoja niongee na hawa. Therefore, despite kulingana na madanganyo yote yatakayotokea, despite the deception, therefore the good news of the kingdom shall be preached. Amen. Utagundua yale madanganyo hajatumia neno shall, anatumia tu vitafanyika, lakini habari njema shall ni lazima. Hey, jamani, ni nini nimesema? Ni lazima ihubiriwe ulimwenguni wapi? Wote. Hiyo ni moja. Mbili, Kiswahili kimesema habari njema, wamelitoa hili neno katika Kiswahili cha pili, sio cha kwanza. Kiswahili cha kwanza ni neno injili. Jamani, ni neno nini? Injili. The gospel. Eungarion in Greek. Wametumia hilo neno Eungarion. The gospel must be preached. Ndio the gospel. But this gospel is gospel of the kingdom. Ni injili ya ufalme. Sio injili oehai, sio injili ya kudanganya, sio injili yoyote ile. Ni injili ya nini wapendwa? Ya ufalme. Ngoja niwape kidogo. Ngoja niwape mfano wa injili zisizokuwa za ufalme. Ukihudhuria madhehebu nyingine kuna raha sana. Kwanza unaona hata wachungaji wao wananenepa.
wamenona. Huko Kenya mnasema wana unono, si ni sawa eh? Wamenona kwa sababu hawahangaiki kama sisi wachungaji wa Kisabato. Namuona nani mzee alipokuwa hapa anafundisha namna, mimi nilikuwa namfuatilia maana mimi ni mwanafunzi, I'm a very good student na napenda kufuata. Alivyoanza kufundisha Waebrania 3:1 akatupeleka Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 15 mpaka wa 19, akakimbia mpaka kwa Ezra, tukasoma namna anavyo connect dot and dot, dot and dot, dot and dot. Yani anachukua hii anapeleka hapa, lakini hata ukiwauliza watu hapa kama walifuatilia na kuelewa, kuna uwezekano usiwapate. Maana injili ya ufalme inahitaji uwe mfalme kuisikiliza. Kuna injili ambazo sio za kifalme. Kwa mfano, ukienda madhehebu mengine utapata mtu kama yeye. Kule utasikia tu mhubiri anakuja, anawasomea fungu, anasema katika ile Yohana 4, nabii Yohana anasema imenipasa kupita Samaria. Kwanza wanaweka sauti, wanachukua yai la kienyeji, wanakologa na asali, wanakunywa ili sauti iwe nini? Nzito. Alafu anakuja Bwana Yesu asifiwe. Asemi Bwana Yesu asifiwe. Alafu anaanza anasema imenipasa kupita Samaria. Asubuhi ya leo Bwana amenituma. Yesu atapita katika Samaria, tumbo lako utapata mtoto. Yesu atapita katika Samaria ya kazini kwako, utapandishwa cheo. Yesu atapita katika Samaria ya kansa yako, utapona. Bwana pita, pona, pokea. Shike jirani yako mkono, ila hiyo sio injili ya ufalme. That's not the gospel of the kingdom.
when he was just 34 years old, akiwa na miaka 34 alikuwa tayari ni mjumbe wa Sanhedrin, baraza kuu la maamuzi ya kidini na kisiasa Israeli. Paulo alikuwa ni miongoni mwao. Alafu mwishoni mwa siku yeye alikuwa ni Farisayo. Ndio maana when he was giving his CV, spiritual CV, kwenye Wafilipi sura ya 3 anasema, mimi ni Mwebrania wa Waebrania, mtu wa kabila la Benyamini. Kama ni Farisayo, nilikuwa Farisayo wa Mafarisayo. Kwa lugha nyingine, katika habari ya sheria na alikuwa niko namba 1. Lakini Paulo anasema hii injili sionei haya. Kwa nini? Imenipa mapinduzi, imenitoa kwenye msimamo wangu wa kidini niliokuwa nao, ikanipindua. Sasa hivi ninatembea nyumba kwa nyumba nikimhubiri Yesu Kristo. Jamani, haleluya. Ndio maana Paulo anasema sionei haya injili. Kwa nini? Ni uweza. It is the power that brings revolution. This gospel is not just a normal gospel. It's not just like any other gospel. When it is being spoken and preached, it must bring revolution into people's hearts. Lazima ilete mapinduzi katika mioyo ya watu. Na nataka niwaambie watu wa Githurai, wiki hii lazima mapinduzi kwenye maisha yetu yatokee kwa jina la Yesu. Kwa nini yatokee? Kwa sababu ya uweza wa ile injili tutakayoihubiri. Guys, understand me. It's not all about the preacher. Sio habari ya yeye anayehubiri. Na hiyo iwasaidie. Don't deal with names. Usishughulike na majina. Kwenye habari ya makambi usishughulike na majina, shughulika na injili. It's all about this gospel. Yoyote atakayeizungumza hii gospel, ikiwa tu ataizungumza hii injili hii, lazima mapinduzi kwenye maisha ya watu yatokee kwa jina la Yesu Kristo. It's not all about the person. Hata awe ni mwanamke ataleta mapinduzi. The issue is the gospel, not the person who is preaching the gospel. Yani hata hapa angekuja chizi. Now, in my first district, kwenye mtaa wangu wa kwanza, kule Tanzania naita mtaa, mkusanyiko wa makanisa sisi tunaita mtaa. Mtaa wangu wa kwanza ulikuwa ni hapo Mwanza kwenye wilaya moja inaitwa Ngudu. Nikawa ninahubiri, naingia kuhubiri. Nilikuwa nimezungukwa na nyumba za watu hapo ambao sio Waadventista wa Sabato kwenye kanisa letu. Sasa yule kulikuwa kuna kichaa mmoja, kichaa kabisa, yani anavaa tu kaptula hivi, mchafu, kichaa kabisa. Anakuja pale kanisani dirishani, anakaa, anatulia kabisa. Mimi ninahubiri. Nikimaliza anaondoka. Anapita kwenye nyumba. Kila nyumba anarudia yale niliyohubiri mwanzo paka. Haleluya. Na dada mmoja mfanyakazi wa idara ya maji anaitwa Neema akaja kubatizwa. Amen. Sio kwamba alisikia mimi, alimsikia yule nani sasa? Kichaa. Naomba mnielewe, it's not all about the person. It is all about the what? The gospel. Walionielewa na wanipungie mkono. Agenda ni injili. Yani hii injili tunayoizungumza, hata ikizungumzwa na mtoto watu watapona, ikizungumzwa na mwanamke watu watapona, ikizungumzwa na mzee watu watapona. Maana injili kwa yenyewe ina uwezo wa kuleta wokovu katika maisha ya watu. Gospel. Ndio maana Paulo anasema it is the power. Ukirudi kwenye Greek anatumia dunamis, nguvu ya kugeuza. Mnaona hata hawa content creator. Na shetani ana akili sana. The devil is very cunning. Unaona hawa content creator ni matajiri hujawahi kuona. They earn a lot of money. Hawa content creator huku Kenya mnao wengi, sisi tunawaangaliaga kina Exodus. Yule mzee wa you know the man, eh? Okay, kuna chakula gani? You want to wait or dry? That man, our content creator, they have a lot of money. They have a mass of wealth. Wana hela nyingi mno. Kwa nini? Shetani anajua hayo ndio maneno anayotaka yasikiwe na watu, maana hayana nguvu ya kugeuza roho hata ngapi. Go to the musician, nenda kwa wanamuziki. They are rich. Ni matajiri, lakini hao wanamuziki hawana sauti kama za kwenu wala za kwaya zetu. Lakini njooni kwenye kwaya zetu, zina hela hizi. Si ni maskini kabisa hao. Kushona uniform tupaka wapitishe form, pastor nichangie. Lakini wana sauti zenye nguvu, lakini shetani hata ruhusu.
Anaruhusu mambo ya kijinga ndio yapewe sifa, yapewe sifa, yapewe sifa, maana hayana uwezo wa kuleta nguvu, hayana uwezo wa kuleta mapinduzi, hayana nguvu ya kumbadilisha mtu tabia. Ndio maana Wakristo msikate tamaa, hata katika hali ngumu twende mbele. Injili ya ufalme lazima ikahubiriwe tu. Amen. There is no way guys, there is no way. Haleluya kanisa, haleluya kanisa. Isikilizeni sasa hii injili Paulo anavyoilinda. See how the man is protecting this pure gospel. Wa Galatians chapter 1 mstari wa 6 mpaka 9. Galatians. Listen how this gospel is being protected. Utanielewa hapo mbele. Alafu nakaribia kumaliza, nataka niache dakika ili kwaya ziimbe nyimbo hata mbili. Karibu. Who is reading? Wewe unasoma. Galatians chapter 1 verse 6 through 9. 6 inasema, anasema nastaajabu kwa kuwa mnawacha upesi hivi narudia, nastaajabu ya kwamba mnamwacha upesi hivi yeye aliyowaita, katika neema ya Kristo, na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Mmesikia the concern of Paul? Shida sio nyie, ila kuna watu wanaokuja na kutaka kuigeuza ile injili ya Kristo. Endelea. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni, ikiwa ni sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote, isipokuwa that very specific gospel ambayo tuliwahubiria, na alaaniwe. Mmesikia kanisa? Huyo mtu na afanye nini? Alaaniwe. Guys, huyo mtu na afanywe nini? Alaaniwe. Now give me your attention. Nipatieni usikivu, niwaunganishie hii text muweze kuielewa. Paulo anasema even if it's me or among of my colleague. Akaweka hiyo kando, hiyo group ya kwanza, akasema ama hata malaika. Now there are very many angels in this world. The dark angels. Kuna malaika wa kujifanya na wao ni malaika hata hapa duniani. Ni kweli ama si kweli? Kuna wale malaika wanaruka usiku wako uchi, na huku Kenya wapo. Si mnijibu, na huku Kenya wapo. Wanaruka uchi kwenye nyumba za watu. Si mnawajua na nyinyi hao? Jamani, si mnawajua? Kuna malaika wanaojitangaza mtukufu spika, mnawajua? Hata bungeni mnasikia hiyo sentensi, mtukufu spika, bunge lako tukufu, wabunge watukufu, rais mtukufu. Hao nao ni malaika wa kujitengeneza, maana Biblia inatuambia for all have sinned and run short of the glory of what? Of God. Ni kweli ama si kweli? Kwanza wanatuibia hela zetu, wanakula rushwa, bado wanajiita watukufu. Unajua watu wamechanganyikiwa na shetani amechanganya dunia. Mtu amekula bilioni 500 za kuleta maji Nairobi, bado anaitwa mheshimiwa mtukufu. Bunge tukufu. Lina mabunge yetu haya yote ya kijinga yanakaa na kupitisha sheria za ovyo, tunahangaika na yeye anaitwa mabunge namna gani sasa? Matukufu. Hao nao ni malaika wa kujitengeneza. Sasa Paulo anasema achana na hao. Hata kama malaika hawa wametoka wapi wapendwa? Jamani, wametoka wapi? Ikiwa watahubiri injili tofauti, different from this gospel, Biblia inasema na wafanye namna gani? Jamani, wafanywe namna gani? Walaaniwe. Hilo neno kulaaniwa ni jepesi mno. From the Greek text. In the Greek text, the vocabulary is very strong. Unajua sisi tunaisoma Biblia hivyo, lazima mtuelewe hivyo. We have to go to the original language to understand the clear meaning of the word. Kulaaniwa, ukienda kwa hawa waimbaji wa Pugu Mpakani, huko kwetu Tanzania iko hivi. Ukienda kinyume na mzazi wako anakufanyia nguo. Maana yake amekufanya namna gani? Amekulaani. That is in Tanzania. Na hiyo ina nafuu, maana mzazi akikufanyia hivi, wewe unayo haki ya kuziba nini? Macho. Usipoona uchi wake haujalaaniwa bado. Unarudi miguuni pake na kusema mama, I ask for your forgiveness. Unasamehewa. Hiyo that is, ukisema kulaaniwa
in Tanzanian view, hiyo ndio akili inayokuja wapi sasa? Kichwani. But in Greek anasema neno analolitumia ni neno anathema. Hebu wote semeni anathema. Naelewa maana neno anathema? Anathema maana yake they must be disconnected. They must be excommunicated to the heaven. Yani kama huyu malaika ametoka mbinguni, mbinguni ndio kwao, akija hapa duniani akahubiri injili nyingine tofauti na hii inayotakiwa kuhubiriwa, huyo malaika na akatiwe barabara yake, asirudi tena wapi sasa? Mbinguni. Unga mkono kama umenielewa vizuri. Hilo ndilo neno Paulo analolitumia, the gospel. Ndio maana tumechagua kichwa kinachosema the good news about the great what? Controversy. Good news sio mimi kuja hapa na kuambia mtapona, mpone, pokea. That's not good news. No. Hayo ni matokeo ya good news. Jamani, haleluya. Matokeo ya nini wapendwa? Agenda ya Yesu sio wewe kupona. Agenda ya Yesu sio ulemavu wako kuondoka. That is not his agenda. The primary agenda of the gospel is to bring you into the kingdom. Guys, is to bring you into the kingdom. Njoo ukiwa kilema, you are in the kingdom. Njoo ukiwa maskini, you are in the kingdom. Maana hata ukiwa maskini kuna saa utasimama katika ile bahari ya kioo ukiuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Sasa isikilizeni sifa ya pili ya hii injili. The second characteristic of this gospel. Revelation chapter 14 verse 6 alone. Only verse 6. Okay, read 6 and 7, it's okay. Ufunuo 14:6 na 7. Kisha nikaona malaika mwingine, and I saw another angel akiruka katikati ya mbingu, flying amidst the heaven, mwenye injili ya milele, holding the everlasting gospel, awahubiri hao wakao juu ya nchi, reaching to those who are dwellers on the earth, na kila taifa na kabila, akawahubiri watu wa kila taifa na kabila, na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu. Sikiliza, akasema kwa nini kanisa? Sauti kuu. Ngoja kwanza waniambie, akasema kwa nini kanisa? Unaona Elda, hii gospel sio ya kubembeleza. Neno kwa sauti kuu wanatumia neno la Kiunani megafone. Megafone maana yake hata ukisinzia, hata ukiziba masikio, lazima tu utafanya namna gani? Utasikia. Si mnamuona huyu? Mnamuona huyu? Kuna watu hawasikii. Mnafikiria hawasikii saizi? Hiyo ndio injili ya nini sasa? Ya milele. Na inaongewa kwa sauti kuu. Jamani, haleluya. Sauti kuu. Megafone. Akasema kwa sauti. Kwani mimi mmeniona hapa naongea kwa kinyonge? Nauliza swali, mmeniona mimi naongea hapa kwa unyonge? Si hapa ni Githurai? Na mimi si nimefika kwa mara ya kwanza. Mnafikiria na waogopa? Hata. Mmeniona hata na chembe ya woga hapa. Kiswahili mnakielewa, mkielewi mbele kwa mbele. Haleluya. Amen. Huko tutaelewana, maana hii ndio sauti kuu ya injili ya milele. Huko tutaelewana. Mbona mimi naelewa? Nilikuwa namtania Elda hapa mwenye mkuu wa kambi. Anasema jamani, sasa twende tukakukule. Kukula. Lakini sisi wa Tanzania tumeelewa tu. Huko sisi ukisema kukula watu wote wanakushangaa. Kukula ni nini? Lakini tumeelewa na maisha yanafanya namna gani? Inaendelea. Jamani, haleluya. Amen. Hatuogopi. Niambie twende kwa Wakikuyu, tutaenda, tutaelewana. Maana nimeambiwa hii injili ya milele imehubiriwa kwa sauti kuu kwa watu wa kila kabila, taifa, lugha na nini, kanisa na jamaa. Everywhere tutakwenda. Hata Kenya mseme sijui kuna ukabila, sisi tupo. Ukiwa ni Mkikuyu ukatuma Ujaluoni, nenda. You have the authority. Ngoja nitaendelea. Nadhani mchana au kesho nitakuwa na lile fungu linasema and all authority is given unto me. Na mtaelewa maana hilo fungu kwa uzito wake. Hatuogopani. Hakuna kuogopa. Uwe ndugu wa rais, hakuna kuogopa. Kulikuwa kuna rais wa Amerika somebody Jackson, ninasahau. Kukawa kuna mhubiri mkubwa sana, Pentecostal preacher of the time, miaka zamani.
akaambiwa, alikuwa anaendesha mega church at New York. Alikuwa na makanisa mawili, Washington DC pamoja na New York. Alikuwa na makanisa makubwa, mega church of the city, kanisa kubwa. Kwa hiyo Rais Jackson akasema atamtembelea kanisani kwake. Na unajua, when there is a presidential visit, prior to the day of the visit, the security people must come. Security personnel, si sawa? Lazima waje wafanye clearance na kila kitu. Wanakuja kwa siri, baadaye watakuja openly ku create the path of the president. And unajua yule anaitwa POTUS, the president of the United States. Nyumba tu anayokaa kuipa jina waliona haitatosha, ikabidi waipe jina the White House. Nyie huku mnasema ikulu ya Kenya. Kule wao wakasema sio, it's not the state house, it is the White House. Hiyo ngoja niache kwa siku nyingine, walipata wapi jina we shall know coming days. Hapa sasa sikia, wakaja kwa huyu preacher. Huyu preacher alikuwa ni mhubiri wa Reformation. Na unajua those Reformation preachers wana maneno makali na magumu. Hapa Kenya mnaye mmoja anaitwa Pastor Ng'ang'a, yule Mkikuyu, si mnamjua? Anapiga hadi na vibao, wewe njoo hapa, kwa nini hujaoa? Mjinga wewe. Siku nyingine akamwambia, kwa nini hamtoi sadaka? Chapa fimbo, chapa fimbo. Anaitwa nani? Kamanda. Kamanda. Jina lake nickname ni Kamanda. Yule mzee yule anaweka kofia yake hapa, anaweka. Sasa mimi sio maskini. Kama ulifikiri kanisa nilijenga na hela ya mama yako, toka. You know that pastor, eh? Mimi najua affairs nyingi za Kenya, kwa hiyo msinishangae. Kenya is my country also. Kwa hiyo naipenda sana Kenya. Now, wakaja wale watu wakamwambia, Mr. Preacher, yes, the president will visit you soon. Sasa we must observe the protocol. Akamwambia, it's fine. Nyie endeleeni na protocol zenu. But my pulpit has got no protocol. Hapa hapana itifaki. Itifaki zenu nyewe wekeni, aingie, mumkalishe, malizaneni nazo huko. When I come unto the pulpit, there is no protocol. The protocol is only one. It is me and the Holy Spirit. Wakamwambia, sasa wewe unahubiri mahubiri makali, usihubiri siku hiyo, kuwa lenient a bit na hivi. Akamwambia, alipoona majibizano akamwambia, sawa, hamna shida. Wakaenda, president akaja, watu wakajaa, system ikajaa. Mwamba akasimama hapa, mhubiri akasema, Mr. President, thank you so much for